tunakaribisha kila mtu aje kwa maandamano yetu ya amani yasiyokuwa na kikomo, na maandamano ambayo kwa hakika kabisa tutaparalyze serikali. Hiyo ilikuwa njia ya kwanza ambayo nimeona nirejee kidogo kama kutoa elimu, na ikiwa kuna mtu yote ambaye hajafahamu, nikistop tutaulizana maswala. Na kuja kwa update ya pili. Ndugu yangu, leo asubuhi katika kuendeleza kuiparalyze serikali, nilikusanya emails za wakuu wa mikoa. Nilitaka ya nchi nzima. Nilitaka namba za simu na email address za wakuu wa mikoa pamoja na wakuu wa mikoa wa polisi, kwa maana ya RPCs na wakuu wa mikoa, emails zao wote. Tukawatumia email za kwa pamoja kuwajulisha juu ya maandamano yetu ya tarehe 9 ya amani yasiyokuwa na kikomo. Email ambayo zimeambatana na onyo kwa polisi kuweka wazi kama wasije kujaribu kabisa kuja kuharibu maandamano yetu kwa njia yoyote ile ambayo labda akili zao inafikiria atafanikiwa, kwa sababu tuko na mipango ambayo bado haijaanza kutumika kidunia. Kwa maana yangu, tuko na version ambayo Tanzania bado haipo. Ndio tutakuwa mara ya kwanza tutaitumia kujiwekea ulinzi, kujilinda na kuhakikisha tunaiparalyze hii serikali. Sasa ndugu yangu, wakati leo natuma barua kwa sababu tu hawa jamaa wanakuwa hawataki kujibu yale mabarua yetu, na muda mwingine kuyafanya kwa kuyasoma, nikampigia simu nikampigia simu mtu anaitwa msemaji wa serikali Tanzania, Bwana Musimi jina yake, kwa simu ya moja kwa moja. Akapokea, anaonekana alikuwa na heshima, akanambia niko kwa kikao, tuweze kuongea. Nikamwambia hii jambo ni muhimu sana, na ndugu yangu nimerecord ya mazungumzo yote na nitaplay hapa kwa yote yote msikie. Kwa hiyo tukapokea, akanambia tuweze kuzungumza. Nikampigia Bwana Murilo, akanipa msaidizi yake. Alikuwa kidogo mkali baada ya kumweleza kama tunataka kufanya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo na hatukui tayari kabisa muje kutuchezea. Kwa hiyo tunaomba mufuate katiba ya nchi inavyosema, ni jukumu lenu ni kulinda mali za raia na haki zake. Kwa hiyo kama mnakuja muje kutulinda na mali zetu, masimu yetu ambayo tutakuwa tuna record ya kuwa salama. So ikiwa mtarizia ni play hizo voice musikie, okay, mimi niko tayari kufanya hivyo ili muone jinsi gani tuna paralyze serikali, tunaingia kwa mwili, tunajaribu kuingia kwa mwilini yao. Sasa ikiwa mnataka hivyo nitaendelea. Play kaka, play. Okay. Okay, ni siku nyingi na naona watu wana comment kwamba hawataki maneno mingi, anataka nilete point, ndio vile naogopa nisije nikakera watu, kwa hiyo samahani. So hii ilikuwa nadhani ya Murilo, kama mnasikia. Habari afande. Habari. Salama tu. Tulikuwa tunaongea na afande Murilo. Ndio, na msaidizi. Aha, mtu gani tunaweza kupata nafasi ya kuongea na afande Murilo? Yuko kwenye meeting. Aha, ni muda gani kutoka sasa tunaweza kuwapigia tena? Unaongea na nani kwanza? Unaongea na mimi ni Mtanzania, lakini kuko na taarifa ambayo tunataka kumfikishia afande wetu Murilo, na kwa sababu ya usensitive wake, kama kiofisi ni nini? Kwa sababu ya unyeti ya taarifa, ndio tunaomba mawasiliano naye kwa moja kwa moja. Okay. Ni jambo la kiofisi? Ndio. Ni kama jambo la haraka unaweza ukasema. Na kwa sababu ya unyeti tunahisi ni muhimu sana kumfikia yeye, kama utaweza yaani unyeti ndio maana mimi nipo. Ndio maana unaona naongea mimi kwenye simu sasa hivi hapa. Ndio. Vinginevyo liwe labda la private, lakini kama la kiofisi ni jambo unaweza ukasema litafanywa kazi. Asante sana. Asante na nakushukuru sana.
nakushukuru sana kwa kukubali kulisikiliza. Unaongea kutoka wapi kwanza? Mimi ni Mtanzania na tuko wapi? Unanisikia? Unaongea kutoka? Tunaongea kutoka Tanzania. Niko Tanzania hivi sasa. Tanzania sehemu gani? Dar es Salaam. Sehemu gani Dar es Salaam? Unanisikia? Nimestopisha kidogo ile kimuuliza unanisikia kwa sababu nilikuwa najaribu kutafuta jina ya mji ya Dar es Salaam kwa sababu sijui majina mengi. Tunaendelea. Nakusikia. Dar es Salaam sehemu gani? Sasa tuende kwenye taarifa kwanza ama vipi? Sawa, ndio maana nataka kujua upo sehemu gani. Okay, niko Dar es Salaam, mji inaitwa Kawe. Ndio. Kwa sasa hivi hivyo ni taarifa ninaweza nikakupa kuhusu mimi. Sawa ni. Vipi, unaniruhusu kuendelea na taarifa? Endelea. Okay, kwanza tumetuma emails kwa njia ya fax kwa Bwana Murilo leo asubuhi kama masaa mawili iliyopita, na pia tulituma makao makuu ya polisi, lakini ilikuwa tunamfikia yeye muhimu zaidi kwa kumpa hii taarifa ya email rasmi ambayo tumeweza kumtumia. Kwa hiyo nilijulishwa kwamba ninatakiwa kumpigia simu kwa mazungumzo zaidi kidogo, na ndio maana nikampigia. So basically baada ya kutuma email kwa sababu nadhani amekuwa wanaona tutakuwa tunaogopa, wakaniambia tafadhali tupigie simu kwa sababu ya ile email nilivyowaeleza hiyo barua ilivyofika leo, wakataka lazima niwapigie simu. Ndio niamwambia hapa kwamba nyinyi mmeniambia niwapigie, ndio nimepiga. Okay, kwa hiyo jambo la kwanza ilikuwa ni email ya taarifa rasmi ambayo ya kumjulisha RPC Murilo juu ya maandamano ya tarehe 9 Disemba 2025, kama kuijulisha jeshi ya polisi juu ya maandamano hayo. Lakini pia ilikuwa email na taarifa nyingine tuliwapelekea pia TLS, Tanganyika Law Society, kwa ajili ya kuweza kuambatanisha kwa polisi hizo email zote mbili ili tuweze kupata jawabu ya haraka. Ndio hasa taarifa inahusu hivyo. Okay, sawa. Sawa. Unasema email umepata? Tumewatumia email polisi tayari, tumetuma email makao makuu ya polisi tayari, na pia tumetuma email TLS tayari kuomba kuleta taarifa rasmi polisi, kwa sababu tunaofahamu kwamba jeshi la polisi mna wajibu wa kulinda raia na mali zetu. Kwa hiyo ilikuwa ni muhimu kuwajulisha juu ya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo, maandamano ambayo pia tumealika mashirika ya kimataifa kuja kufanya uangalizi wa maandamano hayo. Na hiyo ndio email ambayo na pamoja na fax ambayo tumewaletea polisi. Lakini kabla sijaendelea zaidi, nilikuwa umeniambia wewe ni msaidizi wa RPC Murilo. Unaweza tafadhali ukaniambia pia jina lako ni nani, ili kwa reference tu nijue ni nani nilikuwa naongea naye? Okay, sawa, vizuri. Kwa sababu hiyo nani tunasema ameandika kwa barua. Ndio. Kama ni barua basi majibu yatapatikana. Ya, asante sana. Unaweza pia ukaniambia ni nani nazungumza naye? Ulivyoiwakilisha basi na majibu yatakuja hivyo hivyo kama ulivyotuma. Aha, kwa njia ya maandishi umekusudia? Tunasema umetuma kwa njia ya maandishi. Ndio, tumetuma email kwa njia ya maandishi, lakini pia mnaweza mkayaweka majibu wazi kia kama jeshi la polisi, najua mnafanya hivyo, lakini kwa reference vituo vipo, ofisi zipo. Aha. Nasema upo Kawe, ofisi zipo. Unaweza kuwakilisha pia. Ofisi zipo. Ananiambia vile huko Kawe, anataka niende Kawe anishike. Sasa mimi siko Kawe, huyu jamaa sijui anajua anaongea na mtu wa aina gani, akili yake anajaribu kutega. Ndio tayari nilivyokuambia nimeoshawasilisha makao makuu polisi, nimewasilisha
kwa RPC Murilo. Tumewasilisha barua nyingine Ikulu ya Tanzania na makao rasmi ni ya Mheshimiwa Rais kusisitiza ili kupata jawabu la haraka kutoka kwa jeshi la polisi juu ya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo. Majibu yatapatikana kama. Aha. Basi tutashukuru sana kama majibu mtatupa kwa haraka. Oh, kakata simu. Oh my God. Yeah. Ndugu zangu, samahanini kama nimekuwa napoteza muda sana ku play hizi sauti za hawa jamaa, lakini nikiwaeleza maana halisi ya kuparalyze serikali ni hii kitu ambayo tunamaanisha. Na hii ndio itakuwa inaonyesha kwa jinsi gani tupo serious katika juu ya maandamano tunayofanya. Ndugu yangu, bado unaogopa nini kutoka tarehe 9 Disemba 2025 wakati sasa mpaka jambazi Murilo tumempigia simu peke yake na amethibitisha kwamba atatupa majibu. Lakini kesho kama hajatujibu nitampigia simu tena na tena na tena. Tunataka majibu kabla ya Jumatatu au yashanipa jibu ya haraka sana kwamba watakuja kutulinda raia pamoja na mali zetu. Hii ndio jawabu tunaitaka. Tuweze kuiweka public ili kusudi akiwa mtu yeyote ambaye bado akona hofu ajue kwamba mbinu tunayotumia ni mbinu ambayo government ya Tanzania hawezi kabisa kufikiria ni nini hasa, ni wapi hasa tunapita. Kwa hiyo ndugu zangu, tumepiga pia kwa Ikulu Tanzania leo, na wakati nimepiga zaidi ya mara 9 ikakuwa simu haipokelewi, baadaye ikapokelewa na mtu wa Ikulu Tanzania. Pia iko voice, nikamwambia kama tumeleta barua tarehe fulani na tulitarajia itakuja jawabu ya haraka, lakini bado mpaka sasa haijakuja jawabu. Akanambia sasa wewe umeleta Ikulu haifanyi kazi, kwa hiyo utaratibu wewe unafanya haiwezi kujibu hivyo unataka, lakini vile umeleta na kuhakikishia taarifa yako imejibiwa na tumeanza kuifanyia kazi. Kwa hiyo kama unataka maneno mengine, mastori mengine, tunaweza tukazungumza. Nikamuomba basi, nikamwambia kwa vile mimi ni raia Tanzania, nilikuwa naomba uarrange appointment ya kuongea na rais kwa simu moja kwa moja. Najua ni mtu yuko busy, ili ni kwa kuhofia najua kama mtu kaisoma barua hajamueleza kwa uzuri, naomba umpe simu niongee naye, nimpe mataarifa kwa uzuri na kwa heshima, kwa nidhamu. Yule dada akakata simu bahati mbaya, jambo ambalo imeumiza sana moyo wangu, lakini ndio jambo ya mapambano na tumemrekodi pia. Tutaweka pia. Lakini tumeongea pia na makao makuu ya polisi. Kwa hiyo kama mlivyoisikia, polisi Tanzania imesema barua imefika, imewafika wenyewe na watatujibu. Jukumu la kuwasukuma wajibu kesho siko nalo tena peke yangu, mko nayo yote, lakini kwa ile polisi ambayo iko hapa, tafadhali msije mkaenda mkanitafuta Kawe au mkaenda mkapiga mawatu Kawe, itakuwa ni jambo la dhambi sana. Sasa kabla sijaingia kwa mikakati mingine ya kuwa paralyze wa jamaa, ningeomba kunyamaza hapa kidogo kusikiliza ni nini hasa mko na maswala ama maelezo kidogo, ili nijue kwamba tunakwenda sawa. Ni hivyo. Kwa nitanyamaza kidogo. Asante. Ambao walifanya vile walifuata mkumbo, inamaanisha hawajui walichokifanya tarehe 29. Pili, anasema atachunguza kile ambacho kimetokea tarehe 29. Hizi ni dharau. Kwa hiyo watu wote ambao mnasikiliza, ukisikia dharau kama hizi, inakupaswa upate hasira na nguvu ya kusonga mbele. Kwa hiyo Tanzania ina makundi mengi kama ambavyo mmesema. Kuna makundi ya TLS. TLS ni chama cha wanasheria Tanganyika Law Society. Kimefanya kazi nzuri, hata zile kesi za watu 600 ambao walikamatwa siku ya tarehe 26. Chama cha wanasheria TLS kilisema kimewapatia mawakili waende wakasimamia hizo kesi. Lakini leo Rais Samia anaingilia mahakama, anasema watu waliopewa kesi za uongo wasamehewe. Yaani unatengeneza tatizo
unakuja kutatua tatizo alafu unataka usifiwe. Hii ni changamoto kubwa sana kwenye nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo kaka Abili, kadri ambavyo unazidi kutoa mada zako, ni vema ukawaelekeza Watanzania pia wewe wanaelewa namna ambavyo watu wanaweza wakatengeneza tatizo alafu wakaja kuonekana kama ni mashujaa, kwa sababu mwanzo kabisa wakati wanaua watu walikamata watu wakapewa kesi za uhaini. Yaani leo waje waachiliwa kina Nifa, kesho usishangae Nifa akaachiliwa akapewa kamera kwenye makamera akaja kumshukuru Mheshimiwa Rais, na Watanzania walikuwa na vichwa vya kuku wengine wakaamini kama hilo ni jambo jema sana kuliko mauaji. Sisi tunataka tuambie miili ya Watanzania ambayo ipatikane ameipeleka wapi. Pili, tunataka tuambie ni kwa nini aliwaua Watanzania walioandamana tarehe 29. Tatu, tunataka turudishie mateka wote aliowateka. Yaani wale ambao wamewateka ndio watakuwa wajumbe wetu muhimu sana kwenye meza ya maridhiano. Kama amewaua, hayo maridhiano hayatakuwepo. Tuleteeni wakina Deosoka, mlete Mdude Nyagali, mlete Humphrey Polepole, mlete Shadrack Kichaula, watu wote aliowateka walete. Hao ndio sisi ni watakuwa wawakilishi wetu sisi kwenye meza ya maridhiano. Wale ambao wameuawa ni wajumbe muhimu kwenye meza ya maridhiano. Kama hao watu hawatapatikana, hatuhitaji maridhiano. Tutaitafuta Tanzania yetu kwa nguvu yetu, kwa mikono yetu. Tarehe 9 Disemba hakuna wa kukaa ndani. Kila mtu ukisikija hapa, ukipata elimu yoyote ambayo inatolewa hapa TikTok, nenda kamwambie shangazi yako, mwambie mjomba wako, mwambie mdogo wako, mwambie mama yako, mwambie baba yako kwamba tarehe 9 tunakwenda kuidai Tanzania yetu. Haikufanyika uchaguzi. Kile ambacho tulikianza tarehe 29 Oktoba tunakwenda kukimalizia tarehe 9 Disemba. Hii kazi ni ya kila mmoja wetu. Sio kazi ya Abili, sio kazi ya Sama, sio kazi ya Mwaipaya. Ni kazi ya kila Mtanzania. Kama hautakuwepo, wasapoti watakao kuwepo. Kama unaumwa, sisi tutawakilisha wazee, wagonjwa mahututi mahospitalini na wale waliopigwa risasi tarehe 29. Hao ndio tutawakilisha, lakini we mzima hautawakilishwa na mtu yoyote. Toka kitandani, kemea rushwa, kemea dhuluma, chukia, mwambie ndugu yako. Bila kufanya hivyo, kile kilichofanyika tarehe 29 kitaendelea maradufu kwenu, kwa sababu hawakuishia tarehe 29. Sasa hivi bado wanaendelea kuteka. Wamemteka mlinzi wa Mheshimiwa Tundu Lissu Hangaya. Mlinzi namba 1 wa Mheshimiwa Tundu Lissu ametekwa baada ya tarehe 29. Mlinzi namba 1 wa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ametekwa. Inamaanisha kile kilichofanyika tarehe 29 hawajalizika, bado wanaendelea kuteka vijana, wanateka wazee, bado wanaendelea kunywa damu ya Watanzania. Hii haitakubalika, haiwezi kuwa mwisho. Hatuwezi kunyamaza, hatuwezi kuacha, hatuwezi kurudi nyuma, hatuwezi kupiga magoti kwa serikali hii ya sasa. Na watu watambue madai yetu sisi ni nini. Tumeuawa tarehe 29 kwa sababu ya kutaka matokeo ya rais yapingwe mahakamani. Hiyo ndio sababu ya kuua vijana wetu. Samia aliua vijana wetu kwa sababu walidai mfumo huru wa uchaguzi. Wamekufa kwa sababu ya kutaka matokeo ya rais yapingwe mahakamani. Vijana wetu wameuawa kwa sababu ya kutaka tume huru ya uchaguzi. Vijana wetu wameuawa kwa sababu ya kupigania ajira kwa vijana. Vijana wetu wameuawa kwa sababu ya kutaka mchakato wa uchaguzi uwe mikononi mwao. Wao wana uhuru wa kumchagua diwani wanayomtaka, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wanaomtaka, mbunge wanayomtaka na rais wanayomtaka. Vijana wamekufa kwa sababu hiyo. Hiyo sababu haikupaswa kuwa sababu ya vijana wetu kufa, kwa sababu walikuwa wanapigania haki na waliimba kwenye maandamano yao, tunataka haki. Hiyo haikubariki kwa lugha yoyote ile, na hatuwezi tukazungumza tena lugha nyepesi na lugha nyororo. Mapambano ndio yatatupatia Tanzania. Tumeomba wakati mwingi, anazungumzia leo maridhiano. Sisi Chadema na CCM
tumefanya maridhiano mwaka mzima. Tumekaa vikao Ikulu Dodoma, tumekaa vikao Dar es Salaam, sisi na Samia, baada tu ya Samia kuapishwa, Chadema na Samia tumefanya vikao vya maridhiano mwaka mzima. Tumepeleka mapendekezo yetu, tume huru ya uchaguzi iweje, tunataka katiba mpya iweje, nani ashirikishwe, nani afanye nini. Tumepeleka maoni yetu kwenye meza ya Samia. Leo hii sisi tunaandika barua pia tunampelekea Samia kumjulisha. Sisi tumeandika mapendekezo, alisema mwenyewe, ametwita kwenye kikao cha maridhiano mwaka mzima. Hajakubali pendekezo hata moja. Teki Kanisa Katoliki liliandika mapendekezo, tume huru iweje, iundwe kwa muundo gani, na kufanya rejea ya nchi mbalimbali. Kanisa Katoliki teki limepeleka kwenye meza ya serikali, hawakuchukua pendekezo hata moja. Shura ya maimamu wa Kiislamu walipeleka mapendekezo kwenye meza ya Samia. Tume ya huru ya uchaguzi iweje, isimamiwe na nani, iwe ya namna gani. Samia na serikali yake hakuchukua pendekezo hata moja. Kanisa la KKT, rejeeni kwenye mitandao ya kijamii, nendeni YouTube, lilipeleka mapendekezo, tume ya uchaguzi iweje, iundwaje, isimamiwe na nani, kwa mchakato gani. Rais Samia hakupokea pendekezo hata moja. Leo hii anajitokeza anataka maridhiano, anasema amenyoosha mkono wa maridhiano. Huu ni ushenzi na ushamba tunaletewa Watanzania. Hatutakubali, hatutapiga magoti. Njia zote za mazungumzo za mezani tumezipitia, hiyo serikali haisikilizi mtu yoyote. Sasa hivi tunakwenda kwenye njia ya mapambano. Nife mimi, ufe wewe, afe mama yangu, afe mdogo wangu. Tanzania mpya tutaipata kwa mapambano mezani. Kalamu haiwezi kutuletea Tanzania ambayo tunaitaka. Ipo siku sisi tutawaita wao, tutawapangia pa kukaa. Leo wanatupangia tukae wapi? Tukae magereza, tukae nyumbani, tukae kabulini. Ipo siku sisi wananchi tutampangia Samia na serikali yao wakae wapi? Wakae magereza, wakae hospitalini, au wakae nyumbani kwao Kizimkazi. Asante sana. Okay, asante sana jamani. Hayo ni maoni yake bwana Mwaipawa. Mpaka dakika hii tuna swali moja. Tutakaribisha maswali kama mawili, afu tutaendelea na Nabi kwa sababu kidogo. Twaha, kama hauna dharura ya kushuka, naomba kae hapo hapo ili watu wako wasome. Ikiwa hapa juu watu wazidi kufika, yani usishuke na maanisha. Nani kwa shaka? Karibu Nuruvazi. Bwana, shukrani sana. Na ila lakini nipo hujakaa vizuri bado. Hapa nasikiliza. Okay, wewe yuko kazini. Dayona, karibu ulize swali. Takaribisha maswali mawili tu, alafu baadaye akijibu yatakuwa matatu, baadaye tunaendelea. Karibu Dayona, una swali? Shaweka kikombe. Ndio, nina swali. Sijui kama mimi ningependekeza kutokee barua muhimu ya kupeleka kwa hizo mataifa ya haki za kibinadamu kwamba huo uchunguzi usifanyike ndani ya tume ya Samia, kwa sababu at some point tume anayoitengeneza ikianza kufanya investigation hewa itazuia mataifa kuja kufanya uchunguzi wao. That's my opinion. Okay, swali zuri kabisa, nimelipenda. Safi kabisa, bonge la swali. Okay, tutalifanyia kazi hilo. Kwa hiyo Dayona nakushusha. Ya, hamna shida, asante. Okay, nakaribisha swali la mwisho, baadaye atajibu. Bado tutaendelea, baadaye atauliza tena. Kuna huyo anaitwa Mdete. Karibu Mdete, uliza swali.
Habari zenu, natumai mko wazima. Swali langu ni barua zimepelekwa pia kwenye hizi taasisi za kidini au hazijapelekwa? Kama hazijapelekwa, ningependekeza pia taasisi zote za kidini hapa nchini zipelekwe. Subiri kwanza. Mbona tena unaanza kujibu? Umeuliza afu unaanza kujibu tena. Hebu subiri. Wewe umeuliza alafu unaanza kusema kama hazija Nisikilize basi, nisikilize kwanza. Pandisha mtu mwingine. Nani? Unasema? Pandisha mtu mwingine. Yeah. Mkwe kwa kweli. Sababu kauliza kuna barua imepelekwa baada hataki kujijibu. Aulize kwa nini anajijibu. Aulize akae kimya. Anafafanua hapo. Sasa nini maana kupanda? Okay basi. Ngoja nipandishe mwingine wa mwisho. Yebes. Karibu Yebes. Naona inakata kiuno tu nani internet yake. Yebes karibu. Ongeza sauti. Okay safi, karibu. Mambo vipi? Poa kabisa. Jamani makopa huko mmepunguza. Watasepa na live. Mnauliza swali. Ndio haki kweli kwa kwenye kesi kama hizi? Sikuelewi. Hebu uliza. Nauliza vipi? Unahisi ikija tume kufanya uchunguzi wa haki, je, itatenda haki? Sasa hiyo si nategemea sasa, ndio subiri majibu. Kwa sababu nasikia bosi wangu, kwa sababu kesi kama hizi zinakuwa nyingi sana Afrika, lakini na kwa mwisho siku ndio kwa hivyo tu haki, lakini na machoro kinachofanyika jamani. Sasa tatizo mnapanda tena mnauliza maswali mnaanza kujibu tena. Hata ieleweke. Kaka Sama. Jamani ukipanda hapa uliza swali alafu uliache lijibiwe. Sasa wewe unauliza unaanza tena kulijibu. Ina maana umekuja kama kusanya. Ninaomba uliza swali. Kaka Sama naomba ninatoka kidogo, nitarejea muda sio mrefu. Okay Mwepaya, haina tatizo. Asante sana kwa Asante sana. Predator uliza swali. Mkiuliza swali, uliza swali alafu uache. So ulianza kulifafanua tena. Okay, mimi swali langu ni dogo. Maandamano yetu ni maandamano ya mega protest, kwamba ni maandamano sio na kikomo. Sasa tukiandamana tarehe 9 Disemba, swali langu linakuja hapo kwamba tutaendeleza tarehe 10 tarehe ngapi, au tutasubiri tena muda mwingine tufanye tena, sababu tunaweza tukafanya tarehe 9. Sikiliza. Umeshamaliza swali. Sasa unataka kulijibu tena. Umeuliza swali, ishia pale, atajibu anayejibu. Alright. So ukija kuuliza na kulijibu ina maana haina haja ya kupanda. Umesema maandamano yatakuwa tarehe 9. Je, yatakuwa endelevu? Right. Kwa hiyo basi wewe kaa chini usubiri majibu yako. Basi yametosha hayo maswali. Yaandike yote, nadhani na yeye yupo Nabil. Kwa hiyo tutamkaribisha Nabil ajibu. Okay, asante kwa ile watu kwa nauliza maswala. Kwa upande yangu naona maswala nyingi imewekwa ni mazuri sana. Na tunaweza kuwa tunasaidiana katika kujibu. Lakini pia kabla sijajibu naendelea kuhimiza juu ya kuweza kuvumiliana kwa ile mtu ambaye anauliza. Tukue watulivu na tuoneshe upendo kwa kila mtu anakuja juu anauliza swala, ili tuweze kwenda sawa. Sasa swala ya kwanza kama nimeiandika kwa ufasaha, imekuwa inakuja inasema
ikiwa Murilo na watu zake ikiwa hawatojibu hawa polisi barua zetu, ni nini kitafanyika? Kama nimefahamu sahihi. Okay, ninachosema ni hivi. Tumeandika barua kwa Murilo na makao makuu ya polisi Tanzania na tukawapigia simu. Mimi naamini kabisa kama hawa watu hawawezi kutupa majibu, hata kama wameahidi, na kwa raha zenu mwasikie pale akisema kwamba atatujibu kwa maandishi, lakini naamini kama hawataweza kutujibu vile sisi tunataka. Hiyo kitu iko very clear. Lakini ndugu zangu, naomba kufahamisha kitu. Hii maandamano ya kudumu yasiyokuwa na kikomo ni maandamano ambayo lengo lake kuu ni kuhakikisha serikali inadondoka. Serikali inadondoka permanently ili tuje tupate serikali nyingine. Kwa hiyo ndugu yangu, hii vita inataka kuwa una macho makubwa sana ya kiintelijensia ya kuweza kuangalia kila jambo kupitia kitu inaitwa 3 dimensions. Mimi ambaye nimeandika sitarajii kujibiwa, wala siku na raha kama anijibu vile yeye peke yake anataka. Lakini tunafanya kitu inaitwa reference. Tunaweka kumbukumbu, tunaweka taarifa zetu, tunaweka taarifa zetu sawa. Kwa sababu maandamano ya mwanzo sisi tulikuwa tumeandamana, tumeitwa si raia Tanzania. Ikaja tena tukaambiwa wahuni. Ikaja tena tunaambiwa watu ambayo hatuko na fikra. Tukaitwa majina ile wewe ambayo unajua si peke yetu imekuja kwa juu yetu. Sasa ndugu yangu, tumejifunza kupitia kosa ndogo ambayo tulofanya safari ile iliyopita. Hii voice ya msaidizi ya Murilo, barua zote tulopeleka polisi na Ikulu ina kitu inaitwa reference number ambayo tumeisajili rasmi. Na hizi barua zao zote na ushahidi zao za mavoice kwamba tumewataka watimize jukumu yao ya kikatiba kuja kwa maandamano yetu kwa lengo la kulinda raia na mali zake, na tumejitambulisha kwa ufasaha kwa njia ya maandishi na kwa njia ya simu na kwa fax na kwa barua ya maneno kwamba sisi ni raia wa Kitanzania ambayo ni wazalendo na tunafanya maandamano ya amani yasiyokuwa na kikomo. Hii ni ushahidi dhidi yao. Hii ni ushahidi kwamba sisi ni raia, sisi ni wema, na fujo yoyote ambayo inakuja haihusiani na sisi ambao tumejitangaza, kwa sababu wako na barua zetu rasmi na wamekiri na mpaka simu tunawapigia. Kwa hiyo wao kujibu kwao ama kuto kujibu sio kitu ambayo jukumu yetu. Sisi jukumu letu kuijulisha. Wao jukumu lao kufuata katiba. Ni vipi kufuata katiba? Na wasihi sana polisi, tarehe 9 Disemba waje waungane pamoja na mashirika ya kimataifa ambayo yatakuwa na sisi kwenye maandamano. Waje tupatie ulinzi yetu mpaka tukifika viwanja vya Ikulu. Waje tupatie ulinzi sisi pamoja na mali zetu. Gari zetu, simu yetu ikuwe salama wakati tunaandamana, kwa sababu hii ni jukumu ya polisi la kikatiba. Kwa mujibu wa katiba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jukumu kubwa ya polisi ni kulinda raia na mali zake. Sasa kwa vile tu wasikuja wakasema